Somo letu mchana wa leo ambao tunakwenda kujifunza, kwa wale unaoandika unaweza ukaandika kutakaswa kwa moto au maji. Kutakaswa kwa moto au kwa nini? Kwa maji. Basi niwakaribishe tuombe. Baba yetu mwema, Mungu muumbaji, mfalme wa milele, asante kwa sababu wewe ni rafiki yetu na wewe unatupenda sana, na ndio maana ulikuwa tayari kufa kwa ajili yetu. Mchana huu tunapotafakari habari zako, Roho Mtakatifu ambaye ndiye mwalimu bora kuliko walimu wote, akatufundishe Bwana. Akatuongoze katika neno lako, akatulishe neno lako, likatufae kwa ajili ya maisha haya, lakini likatuandae kwa ajili ya maisha yale yajayo. Ndivyo tunavyoomba tukiamini kupitia kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Mchana huu tutakuwa na tafakari nzuri. Najua kama kuna kipindi ambacho huwa nakipenda sana, kipindi cha hotuba. Kipindi cha hotuba. Mtu anaposimama ili atoe hotuba, ni kipindi ambacho unakaa bila majukumu. Maana hupewi wewe kuhutubia. Wewe unapewa kusikia na kufuatisha andiko kwa andiko. Sasa kipindi kama hiki, muombe sana Mungu akusaidie kisiwe kipindi cha kuchapa usingizi. Kiwe ni kipindi ambacho mhutubu anapoenda na wewe unaenda pamoja naye. Anaporudi na wewe unarudi pamoja naye. Anaposafiri na wewe unasafiri pamoja naye. Kwa hiyo kwa namna hiyo, mara baada ya ibada hii, basi utakuwa umetoka na kitu na Roho wa Mungu atakuwa amesema kitu kwako. Tunapojifunza kuhusu kutakaswa, iwe kwa moto au kwa maji, na wakati huu tunakwenda kwenye huduma iliyo mbele yetu, huduma ya meza ya Bwana. Roho amenipa tabu. Nimepata tabu sana katika juma hili kwamba kila nikifikiri kuja na ujumbe fulani, Roho inasema hapana, sio huo. Kila nikifikiri kuja na ujumbe fulani, Roho inasema hapana, sio huo. Yaani haumatch. Kila ujumbe nao panga kuja nao haumatch. Ndipo Roho akaniongoza katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 2, mahali ambapo tutatafakari mchana wa leo, hasa katika mstari wa 12 mpaka mstari wa 17. Hapa ndipo mahali ambapo tutakaa. Katika Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12 mpaka mstari wa 17. Lakini kabla hatujaanza kusoma mafungu haya, nieleze maneno kidogo. Mara baada ya wana wa Israeli kutoka katika utumwa wa Misri na kusafiri jangwani kwa miaka 40, wanapoingia nchi ya ahadi chini ya uongozi wa Yoshua, tunaona taifa la Israeli likiwa bado lina akili timamu, likiwa safi, likiwa linamcha Mungu, likiwa na uadilifu. Na chini ya uongozi wa Yoshua, ushindi ulikuwa ukipatikana siku kwa siku. Walikuwa wakiteka mji mmoja baada ya mji mwingine. Walikuwa wakishinda ngome moja baada ya ngome nyingine. Walikuwa wakikaa kwa kustarehe, kwa furaha, na walikuwa wakifurahia maisha. Lakini mara baada ya Yoshua kufa na kuwatolea wito wa kuwaambia kwamba chagueni mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tamtumikia nani? Bwana. Yoshua akalala. Na baada ya zamani zake wakainuka watu waliokuwa wanaitwa waamuzi. Waamuzi walitumika katika taifa la Israeli kwa kipindi kirefu. Mungu akimuinua mwamuzi huyu, akimuinua mwamuzi huyu, akimuinua mwamuzi huyu, akimuinua mwamuzi huyu. Na hatimaye taifa lilisonga chini ya uongozi wa waamuzi. Lakini ilifika wakati sasa, wakati huo wa uongozi wa waamuzi, kulikuwa na vipindi hapo kidogo vya mchanganyiko sana. Utaona kwenye kitabu cha Lutu akina Elikana wakiondoka wakienda kule Moabi huko, na hatimaye yeye anakufa huko na watoto pia wanakufa huko, wanarudi wanafanya hivi akina Boazi wako hapo kipindi hicho. Na ndipo katika kipindi kama hicho cha waamuzi, ndipo Biblia kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza inaeleza kwamba taifa halikuwa kwenye hali nzuri. Hasa wana wa Israeli walikuwa kwenye wakati mgumu, na wakati huo mgumu haukusababishwa na wana wa Israeli wao. Shida kubwa ilionekana kwa uongozi wa kanisa, uongozi wa taifa. Biblia inasema kwamba wale waliopata nafasi ya kuwa viongozi, unajua familia ya mzee Eli alikuwa kuhani mkuu. Mzee Eli alikuwa amezaliwa katika familia ya kikuhani, familia ya Lawi.
Na hivyo yeye akiwa kama kuhani mkuu, watoto zake pia nao wakawa ni makuhani waliokuwa wanahudumu kwenye hekalu, wanahudumu. Lakini Biblia inasema kwamba katika wakati huo hali ilikuwa ni mbaya sana. Hali ilikuwa mbaya sana. Pamoja kwamba huduma zilikuwa zikiendelea hekaluni, wanyama wanachinjwa, matoleo yanafanyika, sadaka zinapelekwa, kila kitu kinafanyika vile kama desturi ilivyo kawaida. Lakini wakati huo katika uongozi wa taifa, uongozi wa ukuhani, taifa lilikuwa limechafuka. Ndipo kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 12, kama kuna mtu amefika pale anaweza katuongoza. Karibu, tutasoma mpaka mstari wa 17. Basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu. Hawakumjali Bwana. Ndiyo. Wala haki ya makuhani ilivyokuwa kwa watu. Wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote, alipokuja mtumishi wa kuhani, mnyama ilipokuwa katika kutokota, ndiyo, naye akawa na uma na meno matatu, meno matatu mkononi mwake, ndiyo, naye hurukia kwa nguvu huko mbinguni, au vikali, au kifugani, yote iliyoliwa kwa huo uma, hali huichukua mwenyewe. Ndiyo. Ndivyo walivyofanya huko Shilo. Ndiyo. Kwa Waisraeli wote waliokuja huko. Ndiyo. Tena kabla ya kuteketeza mafuta, huja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu, mtolee kuhani nyama ya kuoka, kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa. Ndiyo. Ndiyo. Endelea. Tena ikiwa mtu yule amwambia, hawakosi wataichoma moto hayo mafuta kwanza, kisha utwae kadri roho yako itakavyopenda, ndipo kusema sivyo, lakini sharti unipe sasa hivi. Ndiyo. La ulipi, nitaitoa kwa nguvu. Endelea. Hivyo dhambi yao wale vijana wakubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Asante sana. Unajua tunazungumza habari za watu gani? Makuhani. Baba yao alikuwa ni kuhani namna gani? Mkuu. Na watoto wake walikuwa ni nani? Makuhani. Yaani kuwa kuhani hakikuwa cheo cha kawaida. Ilikuwa ni cheo ambacho unawapatanisha watu na nani? Na Mungu. Ilikuwa ni cheo ambacho unakwenda kuwaombea watu. Mungu asichukizwe nao. Kuwaombea watu, kuwapatanisha watu, ilikuwa ni cheo cha juu, cheo kikubwa sana. Sasa Biblia inasema kwamba katika wakati huo hali ilikuwa mbaya sana. Ilikuwa mbaya sana. Kwa sababu ilifika wakati kwamba Biblia inasema kwamba basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofanyeje? Wasiofaa nini? Wasiofaa kitu. Biblia ikisema kwamba hawa wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu. Na ndipo anaanza kutoa ufafanuzi sasa. Walifanyeje? Anasema kwamba tena wala hawakumjali Bwana, wala hawakujali haki ya makuhani ilivyokuwa kwa nani? Kwa watu. Wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu, alipotoa dhabihu wakati wowote, ndipo huja mtumishi wa nani? Wa kuhani. Nyama ilipokuwa katika nini? Sufuria. Unajua taratibu zile za dhabihu ilikuwa kwamba mara baada ya dhabihu kutolewa, sehemu ya nyama inawekwa kwenye madhabahu, inateketezwa kwa moto. Yaani ile harufu ya nyama ipande kwenda juu pamoja na maombi ya aliyeleta nini? Aliyeleta ile kafara. Sasa na mara baada ya tendo hili kulikuwa na nyama kidogo ambayo ilikuwa inapikwa. Hawa makuhani watoto hawa wanachukua uma, na nafikiri leo si tunazo zile uma Wangapi wanafahamu uma? Zinakuwa na nani 3 hivi. Wanachukua zile, anakwenda kwenye sufuria. Yaani yeye ni kuhani, anachoma kwenye sufuria. Wanambia bwana, mbona bado chumvi hatujaweka? Anambia we, tulie bwana. Wewe unataka kumzuia kuhani? Unafikiri kuhani mtu mchezo bwana? Anachoma mle, anachukua ile anafanyaje? Anakula. Lakini sio hivyo tu, wakati mtu anapokuja na mnyama, anamtoa sadaka mnyama, na sheria ni kwamba au haki ni kwamba lazima nyama yake iwekwe kwenye madhabahu, mafuta yote yafanyeje? Yachomwe. Ili harufu ile mafuta iende mbele za nani? Za Bwana. Wao wanasema kabla hujachoma tupe kwanza nyama mbichi kwanza. Sisi hivi nyama mbichi bwana. Maana mambo ya kula nyama kupika kila siku sisi tumeshachoka nayo. Tunataka mbichi.
Sasa nani yule mwenye kondoo anapomwambia bwana wewe, mbona hivi, mbona sio haki, anasema wewe hivyo unataka kunichezea. Anachukua kwa namna gani? Anachukua kwa nguvu. Yaani umekuja na mnyama, unamtoa sadaka, alafu anakuja kuhani, anakuja yani anakupora nyama ile. Unafikiri ilikuwa ni kipindi kizuri? Ilikuwa ni kipindi ambacho cha kufurahia? Yaani tukio takatifu, tukio ambalo Mungu aliliasisi yeye mwenyewe, alafu anakuja kiongozi. Unajua, kwa mfano tutolee mfano rais. Leo labda kuwe na mzee wa kanisa au mchungaji au shemasi mkuu. Alafu unakuta anafanya kitu cha ajabu. Anakuja hata kwako anasema bwana, huyu mke wako bwana, mimi kwa kweli bwana, mimi nimempenda, nataka nimchukue. Na ukimzuia sema anamchukua kwa nguvu. Unafikiri yaani anamchukua kwa namna gani? Anamchukua kwa nguvu, afa anaondoka naye. Unafikiri ni kitu cha kufurahia? Sasa wakao wanafanya hivyo. Yaani huduma inafanyika, watu wanalalamika, mzee bwana, wanaenda kwa kuhani mkuu, bwana mzee, watoto wako bwana kwa kweli wanafanya hivi na hivi. Bwana hii sheria ya wapi? Mzee anamwambia mimi nawaambia sana, lakini watoto wao hawasikii. Mungu wakati huo, unajua hawa ni makuhani. Na makuhani wanapofanya huduma, wanafanya huduma kwa niaba ya Mungu, na Mungu anawatazama. Na Mungu anaangalia tu. Unajua nimejifunza kitu kwamba tuna Mungu wa namna gani ambaye hata wakati maovu makubwa yanapokuwa yakifanyika, bado huwa anakaa namna gani? Kimya. Wakati huu mambo mabaya, mambo makubwa yanafanyika, Mungu amefanyaje? Amenyamaza kimya tu, anaangalia. Lakini tu isitoshe hiyo ya kunyang'anya mboga zilizopikwa, kunyang'anya mboga mbichi, kwamba leo bwana, leo tunaamna nyama mbichi, nataka tukachome wenyewe. Mambo ya kuchoma hapa naona kama mnachelewesha. Sasa kuna jambo jingine baya walikuwa wanalifanya. Soma katika mstari ule wa 22. Mstari wa 22. Basi Eli alikuwa mzee sana. Naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda Waisraeli. Na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Endelea, anasema akawaambia, mbona mnatenda mambo kama hayo? Maana sikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Basi natosha. Sasa ukiacha jambo hili kwamba walikuwa wanachukua nyama kwa nguvu, wanachukua yani wanafanya yani vitu ambavyo havikupaswa kufanywa na kuhani. Yani ni kama unajua, ilifika wakati makuhani hawa walikuwa kama wauni. Unakwenda kuteka mpaka sufuria la mboga unachukua. Wakati ilikuwa tu kwamba wewe kwa cheo chako ni lazima uletewe mezani, ufanyeje? Ule kwa heshima. Lakini hao walikuwa hawasubiri mpaka ifike wapi? Mezani. Wanakwenda jikoni pale ambapo vitu vinaandaliwa, wanachukua kwa nguvu. Na wakati mwingine mnyama yule ambaye ilikuwa sio haki kuchukua nyama, anakuja kuona anasema nipe. Unapozuia anakuambia nitachukua kwa nguvu. Na anachukua kwa nguvu. Lakini sio hivyo sasa. Kulikuwa na wanawake walikuwa na hudumu pale hekaluni. Hao vijana wote wakatembea nao. Wanabadilishana tu. Leo anachukua mdogo huyu, kesho anachukua mkubwa huyu. Leo anachukua mdogo huyu. Hata kama mke wako alikuwa na hudumu hapo, anapigwa nao jamaa. Yaani hao wakawa wanachukua tu. Wanawake za watu wanachukua. Mabinti wanaochukua. Yaani ni kuchukua. Lakini ni makuhani. Ni nani hao watu? Ni makuhani. Unajua kama laiti wewe ungekuwa unaishi kipindi kama hiki, ungeweza kumtazama Mungu kwa sura gani? Yaani unaishi wakati kama huo ambao viongozi wa hekalu wanafanya mambo ya kiharamia, mambo ambayo hayakutakiwa kufanyika wapi? Hekaluni. Na wewe ndio unaishi wakati kama huo. Ungemtazamaje Mungu? Lakini Mungu alinyamaza. Mungu akanyamaza tu kimya. Mungu alinyamaza kimya kwa kipindi kirefu. Ndipo sasa katika mstari wa 27, hebu tusome pale. Utamsikia Bwana akijibu. Soma mstari wa 27. Akamwambia Eli. Akamwambia Bwana asema ndio. Je, mimi sikudhihirisha nafsi yangu kwa nyumba ya baba yako? Walipokuwa katika Misri, ndio, wakitumikia nyumba ya Farao? Je, sikuchagua yeye katika biblia zote za Israeli? Katika kabila zote za Israeli. Ili awe kuhani wangu, apande madhabahuni kwangu. Na kufukiza uvumba na kuvaa naivera mbele za Mungu. Nami sikuwapa watu wa mbali ya baba yako dhabihu zote za wana wa Israeli zilizotolewa kwa moto? Kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu? Ukawaheshimu wanao kuliko mimi.
mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema. Inatosha hapo. Nasikia swali hilo Mungu baada ya ukimya huu mrefu, Mungu anamtuma mtu wake. Unajua watu wa Mungu wao kosekana nyakati zote. Watu wa Mungu wao kosekana nyakati zote. Mungu ana watu wake ambao kuna wakati ukifika Mungu anamwambia nenda kwa fulani. Nenda kamwambie kuna habari hii na habari hii na habari hii na habari hii. Je, hivi anavyofanya ni halali? Hata wakati wa Daudi simnakumbuka alimtuma Nathani. Akaenda akamwambia tena kwa misali tu kwamba bwana wewe kuna mtu mmoja alikuwa na kondoo wengi na mbuzi wengi, lakini kulikuwa na mtu mmoja maskini alikuwa na kondoo mmoja tu. Lakini cha ajabu yule mfalme ambaye alikuwa na kondoo wengi akaenda akamnyang'anya yule mwenye mmoja, akafanyaje? Akasema nina mgeni nyumbani amenifikia, nataka nifanyeje? Nimchinjie. Ndipo Daudi akasema huyu mtu amefanya kosa baya sana kuliko makosa yote. Nafikiri mnafahamu vizuri kisa hiki. Na katika wakati huu Mungu pia ana mtu wake. Anamtuma anamwambia nenda kamuulize mzee. Kamuulize, hivi mimi sikulichagua kabila la Lawi kufanya kazi mbele za nini? Mbele za madhabahu yangu? Je, mimi sikujidhihirisha nafsi yangu kwa nyumba ya baba yako walipokuwa katika Misri wakiitumikia nyumba ya Farao? Je, sikumchagua yeye katika kabila zote za Israeli ili awe kuhani wangu, apande madhabahuni kwangu na kufukiza uvumba na kuvaa naivera mbele zangu? Je, nami sikuwapa watu wa mbali ya baba yako dhabihu zote za wana wa Israeli zilizotolewa kwa moto? Mungu anamuuliza maswali mzee nani? Mzee Eli. Alafu anamwambia, lakini kwa nini mmeamua kutumia mpango huu ambao mimi nimeuweka kwa ajili ya kunenepa? Kwa sababu wale vijana unajua unatafuna nyama kila wakati. Si yani ilinenepa. Imenenepa. Kwa sababu nyama zingine za kuchoma, zingine za kuchemsha, zingine za kuunga, zote wao ni alafu na unajua ilikuwaje? Ilikuwa ni kwamba kila siku wana wa Israeli walikuwa wanaleta matoleo hekaluni, wanaleta dhabihu. Sasa manake wewe ni kula nyama kwa muda wa mwaka mzima, lakini Mungu anamuuliza, pamoja na kwamba nilikupa fursa hiyo, lakini kwa nini mliamua kuitumia fursa hiyo kwa ajili ya kufanyaje? Kunenepa. Anasema, kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu? Ukawaheshimu wanao kuliko mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema. Yaani wakati huo taifa lilikuwa na haki, ila shida ilikuwa kwenye nini? Uongozi. Wakati huo uongozi ulikuwa kwenye, na mzee anapoongea na vijana wake anaongea kwa sauti laini, wala hawaambii kwamba stop kuanzia kesho asionekane mtu tena kwa nini kwenye hekalu. Haongei nao kwa sauti ya ukali, anaongea nao kwa sauti nyepesi, sauti laini. Yaani kana kwamba anawabembeza, kana kwamba kazi ile ni ya kwake, lakini kazi ilikuwa ni ya Mungu. Ndipo soma mstari wa 30 sasa. Mungu anasemaje? Mstari wa 30 anasemaje? Kwa sababu hiyo Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli na nisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami. Kwa maana wao wananiheshimu, wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Asante sana. Nasikia sasa huyu mtu wa Mungu anamwambia mzee Eli, kuhani mkuu, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ni kweli nalisema ya kwamba nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema hivi, jambo hili na liwe namna gani? Mbali nami. Unajua niseme hivi kwamba kuna maisha ambayo tumekuwa tukiishi. Kuna maisha ambayo tumekuwa tukifanyaje? Tukiishi. Sisi kama makuhani. Unajua sisi ni makuhani. Taarifa hiyo mnayo Taarifa hiyo mnayo kwamba sisi ni makuhani. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa ngapi patoni tukasome. Alafu tutarudi hapa mahali hapa. Tusome kwanza pale Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 9. Bali ninyi ni zao teule, kuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kutangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake. Mstari wa 10, ninyi mliokuwa kwanza si taifa,
bali sasa ni taifa la Mungu. Ndio. Uliokuwa hakupata rehema, bali sasa umepata rehema. Asante sana. Mtume Petro anasema bali anapoandikia mataifa, anapotuandikia sisi watu wa mataifa, anasema ninyi ni mzao mteule. Sisi hapa sisi ni mzao namna gani? Mzao mteule. Lakini sio hivyo tu. Sisi ni ukuhani wa namna gani? Ukuhani wa kifalme. Yaani unajua kuna mtu anaweza asijitambue namna ambavyo thamani yake ilivyo. Kuna maisha ambayo tumekuwa tukiishi lakini hayaelezi thamani ya maisha yetu. Yaani laiti ungelijua kwamba wewe ni ukuhani wa kifalme, wala usingefanya hivyo unavyofanya. Wala usingeishi hivyo unavyoishi. Wala usingetembea hivyo unavyotembea. Maana anasema ninyi ni ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, ni watu wa milki ya nani? Milki ya Mungu. Tena anasema kwamba tumeitwa tupate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyetuita tutoke wapi? Tukaingie katika nini? Je, hiyo nuru yake ya ajabu tumekuwa tukiiangaza? Hiyo nuru yake ya ajabu tumekuwa tukifanyaje? Tukiangaza. Je, ule wajibu wetu wa ukuhani umekuwa ukifanywa? Tumekuwa tukitambua kwamba je, sisi ni makuhani au kwa namna unajua unapojifunza visa hivi unaweza ukawatazama watoto wa mzee Eli, kumbe na wewe unafanya kama watoto wa mzee Eli. Yaani unaweza ukawatazama watoto wa mzee Eli vibaya ukasema kwamba kwa kweli walikosea sana. Unajua na hivi ndivyo ambavyo Daudi na Hasani anavyomwambia Daudi kwamba bwana kuna mtu amefanya hivi, na anasema huyu mtu ni mtu mbaya sana. Anamwambia kwamba mtu huyu ni nani? Wewe hapa. Unaposikia kisa cha watoto wa mzee Eli unasema kwamba watoto wa mzee Eli kwa kweli walikuwa hawana akili. Yaani walikuwa ni watu wa ovyo sana. Yaani walimchezea Mungu kwa kiwango cha juu sana. Sasa ukija kuambia kwamba wewe ndiye mtoto wa mzee nani? Eli. Na mambo ambayo waliyafanya wao ndio mambo unayofanyaje? Unayoyafanya. Lakini habari ni hii. Habari mbaya au habari nzuri ni hii. Tuna Mungu wa namna hiyo ambaye hata kama katika maisha haya tumefanya mambo mabaya. Unajua nimekuwa nikijiuliza kwamba meza za Bwana ngapi zimekuwa zikipita? Tumekuwa tukishiriki huduma hizi mara ngapi? Na yawezekana tukaenda tukafika wakati huduma hizi zikawa ni tendo la desturi. Kwamba linafika, tunapika, tunakula, tunakunywa, tunaenda. Na ndivyo ilivyokuwa. Unajua ilifika wakati lile tendo la kutoa sadaka, kuleta sadaka madhabahuni na huduma zile zote za hekalu kwa watoto wa mzee Eli zilikuwa ni vitu vya namna gani? Vya kawaida. Yaani vilizoeleka. Mpaka ikafika wakati wakasema kwamba wewe bwana wewe lete bwana mshikaki tule mshikaki. Tena nafikiri wakati mwingine na pilipili walikuwa wanaagiza. Japokuwa Biblia haijaandika lakini pilipili lazima tu waliagiza. Japokuwa hawakuwa wale. Kwa sababu kama unapenda hizi nyama za kuchoma na nini, chachandu lazima utafanyaje? Utaitaka. Sasa unaweka chachandu mahali ambapo kwenye huduma takatifu. Na mtu mwingine atakuja atasema, "Hii meza ya Bwana ya miaka hii bwana kwa kweli, mbona kama nani zile nani mikate mbona kama mafuta kama mweki mengi?" Yaani amezoea chapati, anataka na hizo nazo chapati. Na anataka achove kwenye supu kama anavyofanya kule na maandazi. Yaani matukio ya kiroho yanakwenda yanazoeleka yanakuwa ya kawaida. Na hivyo ndivyo namna ambavyo watoto wa mzee Eli wakaenda wakafanya huduma takatifu kuwa ya kawaida, lakini bado Mungu alinyamaza namna gani? Kimya. Kanyamaza kimya. Na ndipo inafika wakati anamtuma mtu. Nenda kaniulizie mzee. Kaniulizie kwa mzee. Hivi kweli ndio tulivyopatana? Hivi kweli ndio kazi inavyotakiwa iwe? Hivi kweli ndio awachekea watoto zake? Hivi kweli ndio twende namna hiyo? Hata kama nilipanga iwe hivyo, jambo hili naliwe namna gani? Mbali nami. Kuna wakati utafika ambapo kutokana na mazoea yetu na maisha yetu, hata kama ni wateule wa Mungu, Mungu atasema hapana. Jambo hili naliwe mbali nami. Kama niliahidi kumpa baraka huyu mtu, kama nilikusudia apokee mafanikio huyu mtu, kama nilikusudia nimwandae kwa ajili ya ufalme huyu mtu, lakini kwa maisha haya japo nimekaa kimya, hapana. Hapana. Ndipo nasema kwamba kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ni kweli. Na alisema kwamba nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema jambo hili na liwe mbali nami. Kwa maana wao wanaoniheshimu nitafanyeje? Na wanaonidharau watahesabiwa kuwa sio nini? Kama utafanya huduma zote za kiroho kwa namna ya dharau, kwa namna ya kuziona za kawaida, kwa namna ya kuona kwamba si wanachukua tu hapa madukani wanakuja wanapika hapa ndani tunagonga tu.
Na huku ukimaliza shughuli zako kama kawaida. Najua kumekuwa na kila namna ya uonevu. Tunaona uonevu nyakati za familia ya mzee Eli, lakini hata leo bado maisha ya uonevu yapo. Wako mabinti ambao ni waonevu, wanawaonea mabinti wenzao, wanachukua waume zao. Wako wanaume ambao ni waonevu, wanaonea wake za, yani wanachukua wanawake za wanaume wenzao. Ni uonevu kwa sababu labda pengine una pesa, kwa sababu pengine labda una cheo, lakini kuna uonevu namna nyingi. Kuna mishahara ya watu inadhulumiwa, kuna pesa za watu zinaliwa, kuna kila namna ya uonevu. Lakini wakati huo ni makuhani, tunakuja kuhudumu mbele za nani? Za Bwana. Na ndio maana mtunzi akasema ninaloliomba ni hili. Pasipokuwa na moyo safi, siwezi kuyafaa mambo ya wapi? Mbinguni. Anasema nataka unitakase kabisa. Iwe ni kwa moto mimi sijui. Iwe ni kwa maji mimi sijui. Nachotaka mimi kitu kimoja, niwe namna gani? Niwe safi. Tunapokwenda kuhitimisha, Bwana anasema wanaoniheshimu nitafanyeje? Nitawaheshimu. Wanaonidharau atawahesabu kwa sio nini? Unaweza ukaona Bwana asijibu. Na kwa kweli unaweza kuona mipango yako yote unaipanga inapangika. Mambo yako yote unayapanga yani vile vile. Kama una washikaji zako mambo yale safi vile vile tu. Na Mungu amenyamaza. Sasa sikia habari hii. Katika Samueli wa kwanza sura ya 3. Ndipo wakati huu mtoto Samueli akiwa na kuwa yuko katika hekalu, kuanzia sura ya 3 mstari wa kwanza, ndipo anasema Biblia kuanzia mstari wa 2, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya nani? Ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile. Hapakuwa na mafunuo namna gani? Zaidi. Neno la Bwana lilikuwa namna gani? Adimu siku zile. Unajua kuishi katika wakati kama huo ni kama wakati wetu, maana hakuna nabii. Tumebakiwa na Biblia peke yake. Yaani tumebakiwa na nini? Mzee Mwamaso. Tumebakiwa na Biblia tu. Huwezi kusikia Bwana kuna nabii Bwana anasema hivi, labda Bwana amemwagiza hivi. Ni kimya, ni adimu. Tumebakiwa na neno la Mungu tu. Anasema sikia sasa mstari wa 2. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yamefanyeje? Yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita nani? Samueli. Samueli akasema mimi hapa. Bwana akamwita Samueli. Samueli akasema mimi hapa. Akakimbia kwa mzee nani? Kwa mzee Eli. Anagonga kwa mzee. Mzee vipi? Anasema naona kama umeniita. Anasema sijakuita, nenda kalale. Awamu ya pili tena nasikia tena anaitwa Samueli. Anakimbia kwa mzee nani? Kwa mzee Eli. Anagonga anambia Bwana vipi, mbona umeniita? Anasema sijakuita, nenda kalale. Awamu ya tatu tena ndipo mzee anagundua kwamba huyu anayemuita ni nani? Ni Mungu. Anamwambia sasa sikia. Utakaposikia akikuita, mwambie hivi, nena Bwana, kwa maana mtumishi wako anafanyaje? Nasikia. Ndipo sasa katika mstari ule wa 10, mahali ambapo fungu letu kuu, Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama namna gani? Kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anafanyaje? Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika nini? Ambalo kila atakayelisikia masikio yake atafanyaje? Yaani Mungu anakuita, alafu ujumbe wa kwanza nao kuambia kwamba kuna jambo nataka nilifanye ambalo mtu akilisikia masikio yanafanyaje? Uliwahi kuwasha masikio? Uliwahi kusikia habari mpaka masikio yako yakafanyaje? Mliwahi? Unajua tunaishi kwenye wakati huu ambapo kuna habari nyingi sana. Ukiingia mitandaoni unapata habari, ukiingia unapata habari, lakini mliwahi kusikia habari kama hiyo kwamba ukisikia habari mpaka masikio yanafanyaje? Hivi hamjawahi kujiuliza kwamba Mungu atakumwambia kitu, anataka kufanya jambo gani ambalo mpaka masikio yote yatafanyaje? Wakati najifunza sehemu nyingi, mara nyingi kwenye sehemu hii, huwa nasema huyu Mungu anataka kufanyaje mpaka masikio yote yafanyaje? Anasema anapomuita namwambia sikia, na kusudia kuja kufanya kitu ambacho hicho kila atakaye kifanyaje? Kisikia, masikio yake yatafanyaje? Unajua uvumilivu wa Mungu, ni kweli ni mvumilivu sana. Ni mkimya sana, hata hana haraka. Mungu hana nini? Hana haraka. Yaani hana haraka. Hata kama ni miaka 40 umekuwa katika uovu, hata kama ni miaka 30 upo kwenye uovu, lakini hana haraka. Ila nasema kuna siku tu inakuja, nitakwenda kufanya kitu ambacho kila atakayesikia masikio yatafanyaje? Hivi mnafahamu alifanya nini?
Alifanyaga au hakufanyaga? Ambacho watu masikio wewe yaliwasha. Aliwahi kukifanya au hakufanya? Aliahidi tu uongo. Shida wengi sio wasomaji. Unajua Sabato iliyopita tulikuwa na ile nini Bible game. Alafu watu tukaja kwenye Bible game hatukujiandaa. Tukapigwa maswali tukachanganyikiwa. Na Bible nini? Tulikuwa na Bible game Sabato. Kwa wale wavivu au watu ambao huaga warudi mchana, utasikia vitu vingine kwenye redio tu. Na sio runinga, utasikia kwenye redio. Tulikuwa na Bible game hapo. Watu wakapigwa maswali na tukachemka watu wazima na akili zetu. Sasa ndivyo namna ambavyo Mungu anamwambia Samueli kwamba nakusudia kutenda kitu. Nakusudia kutenda kitu. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza. Samueli, Samueli. Ndipo akasema nena Bwana, kwa maana mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Siku hiyo anasema nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari za nyumba yake. Tangu mwanzo hata namna gani? Hata mwisho. Mstari wa 13. Kwa maana nimemwambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu alioujua, kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakufanyeje? Hakuwazuia. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata namna gani. Shida Biblia mfatishi. Hapa mnafanya tu sasa kusema kwamba atamaliza saa ngapi twende? Sasa hivi kitu kwenye akili yenu tu kwamba atamaliza saa ngapi twende? Nataka kwenda wapi? Nataka muende wapi? Maana biashara leo hamna. Ufuta leo hamna. Kilimo leo hamna. Leo kila kitu namna gani? Nataka muende wapi? Mtunzi wa wimbo anasema unisafishe kwa moto au kwa nini? Mungu anasema dhambi ya familia ya Eli haitasafika kwa dhabihu wala kwa namna gani? Wala kwa sadaka. Maana anasema na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Sasa maagizo haya anampa kuhani mpya. Anampa kuhani mpya. Na wakati anaongea na kuhani mpya, mzee anasubiria kwamba atapokea mrejesho asubuhi. Kwamba bwana hivi alikwambia nini bwana? Jana wakati tunazungumza naye hivi alikwambiaje? Unajua kama kuna sema ambako niliona ulikuwa mtihani mgumu Samuel alipoulizwa na bosi wake kwamba hivi Mungu alikwambia nini? Na ilibidi kijana amwambie kwamba bwana mimi bwana kwa kweli usiku alikuja na akazungumza na mimi. Lakini akaniambia kuhusu habari zako. Kwamba dhambi ya nyumba yako haitafanyaje? Haitasafika. Iwe kwa dhabihu hata kwa namna gani milele haitasafika. Na anataka afanye jambo ambalo kila atakayesikia masikio yatafanyaje? Yatamwasha. Si ujumbe alimfikishia asubuhi? Au kumwambia? Akamwambia kwamba bwana huyu ameniambia hivi kuna jambo anataka alifanye. Sasa mimi sijamuuliza jambo gani, lakini kaniambia kila atakayelisikia masikio yatafanyaje? Yatamwasha. Ujumbe ukafika kwa mzee Eli. Mzee Eli akaupokea akasema bwana sasa nitafanyaje? Nitafanyaje sasa? Na nikwambie tu kwamba hakuna kipindi kibaya katika maisha kama hicho. Kufika wakati ambapo unapokea hukumu ya Mungu kama ilivyo. Alafu haina namna yoyote ya kufanyaje? Kuirekebisha. Na mzee aliipokea. Na ndipo sasa kwa kuhitimisha tu ni kwamba tunaona katika mstari wa 4 wa Samueli wa kwanza wana wa Israeli wakapanga vita wakipigana na nani? Na Wafilisti. Lakini katika wakati huo ndipo Biblia inasema kwamba taifa la Israeli lilipigwa vibaya. Na hatimaye wana wawili wa mzee Eli, Hofni na Finehasi wakafa wapi? Vitani. Lakini sio hivyo tu. Mke wa Finehasi aliposikia habari hizo akajifungua naye akafanyaje? Akafa. Lakini pia mzee Eli aliposikia habari hizi, maana alisikia kwamba wanao wawili wamepigwa na wamekufa, lakini pia sanduku la Bwana limefanyaje? Limetwaliwa. Ilikuwa ni kitu ambacho hakijawahi kutokea katika maisha. Sanduku la Bwana lilikuwa linakaa hekaluni, litwaliwe na watu gani? Wapagani. Ilikuwa haijawahi kutokea. Na hiki ndicho ambacho Mungu aliwaambia kwamba kila atakayesikia masikio yake yatafanyaje? Yatawasha. Kwamba yani ina maana awamu hii mpaka na Mungu amemchukua.
Wafilisti. Kuna wakati ambapo hukumu za Mungu zinapokuja juu yetu, japokuwa huwa ni za kuchelewa, lakini huwa zinakuwa mbaya sana. Niwatie moyo watu wa Mungu, tunaporudi mara kwa mara kwa huduma, tunapokuja mara kwa mara kuabudu, tunapokuja mara kwa mara, hakikisha unatengeneza maisha na Bwana. Hakikisha unatengeneza maisha na Bwana. Unapokuja hasa katika ibada, mwambie Yesu, safisha maisha yangu. Nisafishe unavyojua wewe, iwe ni kwa moto au iwe ni kwa nini? Iwe ni kwa maji. Wewe unavyojua wewe. Dhambi ifanyeje? Ife kwangu. Dhambi kwangu ife, liwe ombi la kila mtu. Maana dhambi inaleta matokeo mabaya. Mungu anasema kwa sababu ya dhambi hii hakuna dhabihu wala sadaka itakayofanyeje? Yawezekana pia mimi na dhambi moja ambayo yawezekana dhabihu yoyote ambayo itakuwa, unajua kuna wale walikuwa wanasema kwamba damu ya Yesu Bwana haishindwi kusafisha dhambi yoyote. Na kuna watu nimewasikia wao wanasema kwamba kuna mtu aliye kutoa mfano siku moja hapa akihubiri, anasema kwamba kuna baadhi ya washiriki wakasema kwamba yani mimi nikosi kufanya mambo yangu na huko damu ya Yesu ipo. Yani wanafanya damu ya Yesu kama yani ya kwenda kuoga mtoni. Wewe ni kweli utafanya unavyotaka ukitegemea damu ya Yesu ipo. Na hiki amekieleza katika kitabu cha Waebrania, anasema kama kulikuwa na watu waliokuwa wanapigwa mawe kwa ajili ya damu za kondoo na mbuzi nyakati za Musa, habari gani watu watakaoidharau damu ya mwana wa nani? Anasema hao watakufa bila nini? Bila huruma. Bwana atusaidie sana. Tusichukulie matukio yote ya kiroho kuwa ya mazoea. Na kama Mungu amenyamaza kwa kipindi kirefu kwa ajili ya maisha yako, mchana wa leo nikupe wito. Mwambie Bwana nisaidie. Najua mapito yangu sio mazuri. Najua tabia yangu sio nzuri. Naijua dhambi yangu ambayo imefanya dunia ikutambue wewe Mungu vibaya. Na kusii Bwana nisafishe, iwe ni kwa moto au iwe ni kwa maji, nisafishe. Ichome dhambi. Dhambi ife wapi? Dhambi ife kwangu. Wanaosema namna hiyo tunaweza tukasimama tupate ombi kwa pamoja. Kwamba Bwana, inawezekana wakati mwingine nimekuwa kama kondoo. Mchana hivi nikija kwenye ibada nakuwa mwana kondoo mzuri. Nikitoka tu nje ya ibada nakuwa mwana mbuzi. Nakuwa mbwa mwitu. Naonekana kule duniani mwingine, nikija kanisani naonekana mwingine. Nabadilika kulingana na mazingira kama kinyonga. Na ni shauku yako kwamba mchana wa leo Bwana auwe dhambi katika maisha yetu. Dhambi ife kwetu. Na kwa namna hiyo tuziepuke hukumu za Bwana zinazokuja bila huruma. Basi nimkaribishe hapa shemasi mkuu wa kiume atuongoze kwa ombi. Karibu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa ulinzi wako mwema. Umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi mpaka mchana huu wa leo. Jina lako litukuzwe sana. Sasa haya mchana tumetoka kulisikia neno kutoka kwa mtumishi wako Mungu. Mambo mengi ambayo wakati mwingine tunakukosea na wakati mwingine tunayaona kama ni ya kawaida. Mchana huu wa leo kupitia somo hili lililotolewa na mtumishi wako wa Mungu likatufanye kufanya mabadiliko katika maisha yetu ili tukafae kuitwa wana wako. Amen. Tukapokuwa tukitazamwa na watu huko duniani, tukaendelee kutukuza kwa namna ya tabia na mienendo yetu. Utubariki na utusaidie, kwa sababu shetani anafanya kazi ya kila namna kutufanya sisi kutokuonekana kuwa watu wa Mungu. Na hivyo tunakusihi Mungu wetu wa mbinguni kasimame upande wetu. Amen. Katusafishe mioyo yetu, katusafishe miili yetu, katusafishe kwa yale yote ambayo yameendelea kuwa uchafu katika miili yetu. Na hatimaye Baba tukafae kuitwa wana wako. Mchana huu leo somo hili likawa ni baraka katika maisha yetu. Na tukafanya mabadiliko makubwa sana katika maisha yetu. Ukatuongoze, ukatupiganie. Huduma hii ya mchana huu leo itakapokuwa ikienda kuendeshwa, na kusihi Mungu wetu wa mbinguni katutakase. Tunapokwenda kutumia tukawe wepesi, tukawe watu ambao tuko tayari kwa ajili ya huduma hii. Utubariki na utusaidie, kwani tumeomba haya machache kupitia jina lako Yesu. Amina. Amina. Bwana